Usisahau kusubscribe. Hatutauza heshima yetu. Huu ni ujumbe mzito ambao umetolewa na jeshi la Iran ikiwa ni mwaka mmoja baada ya vita vya siku 12. Ilikuwa ni Juni 13 mwaka 2025, wakati watu wengi duniani walikuwa wameianza siku yao kawaida, lakini anga la Iran lilishambuliwa kwa milio ya mashambulizi makubwa ambayo yalibadilisha historia ya taifa hilo. Ndani ya masaa machache, makamanda wa juu wa jeshi la Iran, wanasayansi wa Iran wa nyuklia na raia walipoteza maisha, na mwaka mmoja baadaye kumbukumbu za siku hiyo bado zinaishi katika mioyo ya Wairan. Na sasa ujumbe mpya kutoka kwa mmoja wa makamanda wakuu wa jeshi la Iran umeibua tena mjadala kuhusu kile taifa hilo wanachokiita vita vya kulinda heshima na uhuru wake. Kwa mujibu wa viongozi wa Iran, mashambulizi ambayo yalianzishwa na Israel mnamo Juni 13 mwaka 2025 yalikuwa ni jaribio la kuilazimisha taifa hilo kubadili msimamo wake wa kisiasa pamoja na kiusalama. Siku chache baadaye, Marekani nao wakaingia kwenye mgogoro huo kwa kushambulia maeneo matatu ya nyuklia ya Iran. Hatua hii iliongeza hofu ya kutokea kwa vita vikubwa zaidi Mashariki ya Kati. Kwa Iran, changamoto haikuwa tu kulinda mipaka yake, bali pia ilikuwa ni kuhifadhi hadhi yao mbele ya mataifa ambayo yana nguvu kubwa zaidi duniani. Katika kipindi hicho kigumu, jeshi la Iran lilijikuta likikabiliana na shinikizo kubwa kutoka pande mbalimbali. Taifa hilo lilihitaji kuamua kama lingeweza kulegeza msimamo wao au wangeendelea kupambana licha ya gharama kubwa ambazo waliingia, ikiwemo gharama za fedha, gharama za uhai pamoja na mambo mengine, kwa sababu makamanda wengi sana walipoteza maisha vitani, ikiwemo Meja General Ali Shadman ambaye huyu alikuwa ni kamanda wa makao makuu ya Khatam al-Anbiya, na kifo chake kiligeuka kuwa alama ya kujitoa muhanga kwa ajili ya taifa hilo. Na kadri vita ambavyo viliendelea, Iran ilianza kujibu mashambulizi kwa kulenga maeneo muhimu ya kijeshi ya maadui wake. Hatua hii ilibadilisha mwelekeo wa mgogoro. Badala ya kuonekana kama taifa ambalo limezidiwa nguvu, Iran walianza kujionyesha kama nchi ambayo inaweza ikajibu mashambulizi na kulinda maslahi yake. Mwaka mmoja sasa baada ya matukio haya, kamanda wa makao makuu ya Khatam al-Anbiya Meja General Ali Abdullah ametoa ujumbe mzito akisema kwamba taifa la Iran limethibitisha wazi kuwa halitawahi kubadilisha usalama, uhuru wake wala heshima yake kwa shinikizo la taifa lolote lile. Kauli hiyo inaonekana ni kama sasa uthibitisho kwamba licha ya majeraha ya vita, msimamo wa Iran haujabadilika. Kwa mtazamo wa viongozi wa Iran, mafanikio makubwa hayakuwa ushindi wa kijeshi pekee, bali umoja wa wananchi wake wakati wa migogoro. Viongozi wanaamini kwamba taifa hili limeendelea kuimarisha uwezo wao wa kujilinda, wameongeza nguvu za kuzuia mashambulizi na kudumisha mshikamano wa kitaifa. Pia wameeleza kuwa kumbukumbu za waliopoteza maisha vitani zimekuwa chanzo cha motisha kwa kizazi kipya cha wanajeshi wa taifa la Iran. Historia mara nyingi inaonyesha kuwa mataifa makubwa yanapimwa zaidi katika nyakati za majaribu kuliko nyakati za amani. Kisasi hiki cha Iran kinatukumbusha kwamba taifa lolote linapokabiliwa na changamoto kubwa, umoja wa wananchi, uongozi thabiti na imani katika malengo yao vinaweza kuwa silaha muhimu kuliko nguvu za kijeshi peke yake. Kama mtu anakubaliana au anapingana na msimamo wa Iran, jambo moja linaonekana wazi: baadhi ya mataifa yanaamini kwamba uhuru na heshima ni vitu ambavyo sasa haviwezi kuwekwa bei. Na huo ni ujumbe wa Irani ambao wamejaribu kuutuma kwa dunia mwaka mmoja tu baada ya vita vya siku 12 ambavyo vilibadilisha historia ya Iran. Mtakumbuka tarehe 13 hiyo Juni 2025, wakati Marekani na Israel waliposhirikiana kufanya mashambulizi, pengine ilikuwa ni alam ambayo ilitumwa kwa Iran kwamba hampo salama hata kidogo. Usalama wenu upo mikononi mwa Israel, usalama wenu upo mikononi mwa Marekani. Lakini Iran wao wakasema usalama wetu upo mikononi mwa raia wa Iran, kuanzia raia namba moja kabisa iliyopo katika vijiji mbalimbali vya Iran mpaka yule kiongozi wa juu kabisa wa mamlaka ya kule Iran. Lakini wakati vita hivi vikitimiza mwaka mmoja, kwa maana ile 12-day war kati ya Marekani na Israel pamoja na Iran, tunakutana tena dunia bado imekumbana na taharuki, huku mivutano ya Iran na Marekani ikiendelea kutishia usalama wa Mashariki ya Kati na hata uchumi wa dunia. Kila siku kumekuwa na hofu mpya, kila wiki kuna taarifa za mashambulizi. Wengine wanajiuliza, je, amani itarudi lini?
Na hili ndilo swali la msingi ambalo pengine dunia inafaa kujiuliza, lakini majibu yake ni mepesi. Hakuna amani ambayo itapatikana, hakuna amani ambayo itarudi tena. Yaani Iran pamoja na Marekani na Israel na Mashariki ya Kati wasije wakategemea kwamba amani itarudi. Kwa sababu gani? Tunafahamu Jumamosi ya tarehe 13 mwezi wa 6 ukiachilia mbali kwamba ni mwaka mmoja wa kumbukumbu ya vita ya siku 12, lakini macho ya dunia yamepelekwa kule Islamabad nchini Pakistan, na huko ni kutokana na ile taarifa muhimu ambayo imetolewa na Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, ambaye amesema kwamba makubaliano ya amani kati ya Iran na Marekani yapo karibu zaidi kuliko wakati mwingine wowote ule. Hii ni kauli ambayo imezungumzwa na waziri huyu wa Pakistan, na mtakumbuka Pakistan ndio walisimama kama wapatanishi baada ya Marekani pamoja na Israel kwa kushirikiana kuishambulia hiyo Iran. Vita na mivutano kati ya Iran kwa upande mmoja na Marekani pamoja na washirika wake upande mwingine si tu vimeacha changamoto kubwa Mashariki ya Kati na duniani, lakini vimeacha majeraha mazito zaidi. Mashambulizi ya kijeshi, vikwazo vya kiuchumi, hali ya sintofahamu vimeendelea kuathiri mamilioni ya watu ndani na nje ya eneo la Mashariki ya Kati. Katika kipindi chote cha mgogoro huo kumekuwa na juhudi nyingi za kidiplomasia ambazo zinafanyika, lakini juhudi hizi zinakwama kutokana na tofauti za misimamo kati ya pande zinazosigana. Dunia imeonekana kuwa mbali na suluhisho la kudumu katika maeneo hayo. Wakati hali ikiendelea kuwa tete, Pakistan wanajitokeza tena kama wapatanishi kati ya Tehran pamoja na Washington. Mazungumzo ya siri na ya wazi yameendelea kwa miezi kadhaa, huku wataalam wakifanya kazi mchana na usiku kutafuta mwafaka, hasa wanadiplomasia kutoka pande zote. Kwa upande wa Iran, waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi anasisitiza kwamba mazungumzo yalikuwa yakijengwa juu ya vipengele 14 muhimu ambavyo vinahitajika kukubalika kama kifurushi kimoja. Kipengele kikubwa, kila kipengele kina uzito wake. Mabadiliko madogo yanaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa makubaliano. Mtakumbuka Iran walishatoa hesabu zao vipengele 14, lakini Pakistan nao wanasema kwamba tutahakikisha mazungumzo haya hayavunjiki katika dakika za mwisho. Hatimaye mwanga umeanza kuonekana mwishoni mwa dakika. Waziri Mkuu Shehbaz Sharif ametangaza kwamba hati ya makubaliano ya maelewano kati ya Iran na Marekani sasa inaweza ikakamilishwa ndani ya saa 24 zijazo. Taarifa hii inafuatia ujumbe wa waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi aliyesema kwamba makubaliano hayo hayajawahi kuwa karibu na kukamilika kama ilivyokuwa sasa. Kauli hizi mbili sasa zinaonekana kama ishara kubwa kwamba baada ya kipindi kirefu cha mivutano, pande zote zimefikia hatua muhimu kuelekea amani. Wakati huo Iran imeendelea kushauriana na washirika wake wakubwa kama Urusi na China kuhusu rasimu ya makubaliano hayo ili kuhakikisha maslahi ya pande zote yanazingatiwa. Wanasema siku zote ndege wafananao huwa wanaruka pamoja. Yaani Iran inasema hatuwezi tukafanya maamuzi ya aina yoyote ambayo yanahusiana na mustakabali wa kumaliza mgogoro kama hatujaishirikisha Lebanon, kama hatujaishirikisha Urusi, kama hatujaishirikisha China. Sasa hapa kuna jambo moja ambalo pia tunaendelea kujifunza kwamba rafiki wa kweli sio yule ambaye anajitokeza nyakati za furaha. Rafiki wa kweli ni yule ambaye anajitokeza nyakati za changamoto pia. Kama makubaliano haya yatatiwa sign kama ambavyo imepangwa, yatakuwa ni moja ya mafanikio makubwa zaidi ya kidiplomasia katika miaka ya hivi karibuni, kwa sababu makubaliano haya yanaweza yakaweka msingi wa mazungumzo ya kiufundi ambayo yatafuata wiki ijayo na kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano kati ya mataifa haya mawili ambayo yamekuwa katika mvutano mkubwa wa muda mrefu. Kwa Pakistan, hatua hii kama itafikiwa, basi itakuwa sasa ni ushahidi wa kwamba Pakistan wana uwezo wa kuongoza juhudi za amani katika eneo hili la Mashariki ya Kati. Na hapa inatuonesha kwamba hata migogoro mikubwa ambayo inaonekana kutokuwa na mwisho inaweza ikapata suluhisho kupitia mazungumzo, uvumilivu pamoja na diplomasia. Lakini katika nyakati hizi ambapo dunia ambayo mara nyingi imekuwa ikiamini nguvu za silaha kuliko nguvu za mazungumzo, kama Marekani pamoja na Iran watafikia hatua ya kukaa katika meza mazungumzo, basi tutakubaliana kutokukubaliana kwamba nguvu haijawahi kuwa suluhu ya kutatua changamoto, bali meza ya kupata majadiliano ndiyo pekee ambayo inaweza ikabadilisha mwelekeo. Iwapo makubaliano haya sasa yatakamilika,
Sasa historia itatulazimisha sisi wote duniani tukubali kwamba Islamabad, Pakistan ndio eneo ambapo maadui wawili wakubwa walichagua mazungumzo badala ya kuendelea na vita, na pengine Islamabad sasa tuanze kuiheshimu kama miongoni mwa wapatanishi wazuri zaidi katika karne hii ya 21, kwa sababu walijaribu Wafaransa wakafeli, wakajaribu wa Oman wakafeli, wakajaribu wa Qatar wakafeli, falme za Kiarabu wakafeli. Sasa Oman kama Islamabad kama atakuwa amefanikisha katika eneo hilo, maana yake atakuwa amejijengea heshima nyingine duniani, jambo ambalo binafsi naliona kuna ugumu kidogo wa Israel, Marekani pamoja na Iran kukubaliana hicho ambacho Marekani anataka kifanyike, kwa sababu kwa hivi sasa tunapozungumza ni kwamba mtu pekee ambaye anatamani mazungumzo yaishe haraka sana ni pamoja na Marekani. Sasa nimeona posti moja ambayo imechapishwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump kupitia katika ukurasa wake wa Truth Social. Kama kawaida, huyu ni mzee mara yeye anasimama kama mchambuzi wa mpira, anasimama yeye kama mchambuzi wa siasa, anasimama yeye kama kiongozi wa taifa la Marekani, yani yeye anasimama katika kila eneo. Sasa amechapisha bandiko moja hapa ambalo anatuhumu viongozi wenzake waliotangulia. Anasema ninyi ndio ambao mmesababisha hapa tulipofika, na tunapozungumza ni kwamba siku ya tarehe 13 mwezi wa 6 rais wa Marekani bwana Donald Trump ni kama alikuwa amefikia hatua ya kufanya mashambulizi dhidi ya mtangulizi wake kwa maana ya Barack Obama, baada ya kipindi kirefu sana ambacho alikuwa akihangaika na Joe Biden. Sasa ameamua ahangaike tena na bwana Barack Obama. Trump anasema makubaliano ya Barack Hussein Obama na Iran, yani JCPOA, yalikuwa njia rahisi, nzuri na nyepesi kuelekea upatikanaji wa silaha za nyuklia. Iran ingekuwa tayari imezipata silaha za nyuklia miaka 6 iliyopita na ingekuwa imezitumia muda mrefu kabla ya sasa. Makubaliano yangu na Iran ni kinyume kabisa cha hayo. Ni ukuta madhubuti ambao unazuia kabisa uwepo wa silaha za nyuklia. Kwa hakika Iran haitaki tena kuwa na silaha za nyuklia, wala haitakuwa nazo kwa namna yoyote ile, iwe kwa kununua, kuziendeleza au kupitia njia nyingine yoyote ya kuzipata. Makubaliano hayo yanatarajiwa kutiwa saini kesho tarehe 14, na mara tu yatakapotiwa saini, mlango bahari wa Hormuz utakuwa wazi kwa wote. Uhusiano wetu na Iran ni tofauti kabisa na bora zaidi kuliko ule uliokuwepo chini ya tawala zilizopita, tofauti na mamia ya mabilioni ya dola ambayo Obama aliwapa, ikiwemo dola bilioni 1.7 taslimu. Hakuna fedha yoyote itakayobadilisha mikono chini ya makubaliano haya. Wakati utakaofaa ukifika na hali kuwa shwari kabisa, tutaingia na kuchukua mabaki ya nyenzo za nyuklia yaliyofukiwa kwa kina chini ya milima mikubwa ya granite, kutokana na uwezo wa ndege zetu za kivita aina B-2 na ustadi wa marubani wake. Kisha tutapunguza na kuyaangamiza, iwe ndani ya Iran au nchini Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump anaendelea, tunatazamia kufanya kazi kwa ushirikiano na Iran pamoja na Mashariki ya Kati kwa ujumla kwa muda mrefu ujao. Tunatumai kwamba mchakato huu utakamilika kwa haraka, kwa urahisi na kwa utulivu. Ikiwa hautafanikiwa, tunayo njia mbadala ya mwisho kabisa ambayo tutaitumaini italazimika kutumika tena. Asanteni kwa kuzingatia jambo hili. Rais wa Marekani bwana Donald Trump ambaye ameandika chapisho hili. Nimewaambia Islamabad wamesema wamefikia hatua nzuri zaidi ya makubaliano kati ya Marekani pamoja na Iran. Sasa rais wa Marekani kabla hicho ambacho kinataka kusainiwa ameanza kutoa tambo. Yani hapa maana yake anatuma ujumbe kwamba yeye anataka kutuambia kwamba wameilazimisha Iran ikubali masharti ya Marekani, jambo ambalo sio la kweli. Wa Iran wenyewe wametoa tamko wakasema kamwe hawatakaa wapige magoti mbele ya Marekani, na vipengele 14 ambavyo wao walivipendekeza ndivyo vitakavyofanya kazi kama wataamua kukaa katika upande wa kusitisha mapigano kati ya Marekani pamoja na Iran. Tunasubiri masaa 24, tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, pengine itakuwa ni siku nyingine ambayo tutaandika historia. Lakini kwa upande wangu ninaona wa Iran sio watu wepesi kiasi hicho ambacho rais wa Marekani bwana Donald Trump anakizungumza. Kwenye comment section hapo zungumza na sisi pia kuhusiana na mtazamo wako juu ya ile ambayo limezungumzwa na bwana Donald Trump. Halafu sisi tutasoma maoni yako na pengine kuwa sehemu ya mjadala huu. Usisahau kusubscribe, like
na kubonyeza alama ya kengele. Asante.